Katika mradi huu tulikubaliana kiwango cha 16% kama ambavyo timu ya wanaojadiliana ya wawakilishi ambavyo ienda kufanya na imefanya kwa mujibu wa sheria jinsi ulivyo. Na mradi huu wa uzalishaji wa Niobium utaenda kutupa kiwango kikubwa sana cha faida. Uwekezaji tunategemea kwamba uwekezaji wa awali utafikia takribani dola milioni 442. Kutakuwa na kiwango kizuri cha faida, na kiwango hiki at least ndani ya miaka 5 mpaka 8 gharama za uwekezaji zinaweza zikawa zimejirudi. Kwa hiyo tunafikiri kwamba ni uwekezaji mzuri ambao umeweza kumvutia hata mwekezaji. Jumla ya mapato ya serikali itakuwa ni takribani dola milioni 686. Kwa kama nazungumza dola milioni 686, tunazungumza kiasi cha shilingi trilioni 2. Hiyo ni faida inayoingia serikalini katika muda wa uzalishaji au katika maisha ya mradi huu, sio kwamba kwa mwaka mmoja. Na mapato haya yanatokana na vitu mbalimbali, lakini yatatokana na mrabaha, wengine wanatumia Kiingereza royalty. Yatatokana na kodi, kwa sababu kampuni hii pia itakuwa inalipa kodi mbalimbali katika serikali yetu, ikiwepo kodi ya mapato 30%. Yatatokana na kodi ya gawio, hizo withholding tax, lakini yatatokana pia na gawio la hisa za serikali ambazo ndizo 16% ambazo pia tutaenda kuzisaini leo katika mikataba yote ya msingi itakayosainiwa. Na katika hisa za serikali pekee, katika maisha ya mradi huu serikali itapata kiasi cha shilingi dola milioni 134, ambayo tunazungumza takribani shilingi bilioni 300. Hizi ni pesa ambazo ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi, kuhakikisha kwamba barabara zinapatikana, kuhakikisha kwamba mashule yanajengwa, kuhakikisha kwamba hospitali zipo, kuhakikisha kwamba huduma zote muhimu za ulinzi wa wananchi, usalama wa wananchi na lile lote ambalo nafikiri ni jukumu la serikali, hivi vitu vinaenda kuchangia katika mfuko mkuu wa serikali ili serikali iweze kuwa na uwezo wa kutoa hizo huduma. Ndugu mgeni rasmi, kibiashara mradi huu umechakatuliwa vizuri sana na serikali, kwa sababu wakati sehemu zingine miradi kama hii inakuwa ni uchimbaji na makinikia yanaondoka, kwa hapa itakuwa ni tofauti. Kutakuwa na uchimbaji wa madini ya Niobium, kutakuwa na uchakataji hadi concentrate, lakini pia kuna usafishaji na uzalishaji wa ferroniobium ambayo ina thamani nzuri na ndiyo bidhaa muhimu. Mradi huu kwa zao walilonalo na wanaozalisha ni zao ambalo lina soko, lakini tunategemea kwa sababu hiyo faida zingine zitakuwepo kama ajira, watu wanaoenda kutoa huduma za usafiri. Tutaona hata hapa pakibadilika kuwa mji unaoenda kushamiri, kwa kuwa hata na nyumba zao kazi za kuhudumia wale wafanyakazi na vitu mbalimbali.